Ni neema ya Mungu kuona mwezi mpya. Tuna kila sababu ya kunyenyekea na kuupokea mwezi mpya mbele za Mungu. Mshukuru Mungu kwa kukupa kibali cha kuona mwezi wa 5. Wengi walitamani kufika kwenye mwezi huu, lakini wameshindwa kufika. Wengine wameuona mwezi lakini wako hospitali. Wengine wameuona mwezi mpya lakini wako kwenye mazingira magumu. Mungu amekupa uhai, amekupa afya. Una kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Unakumbuka kuna wakati ulipitia changamoto, ulikata tamaa. Haukuwa na uhakika kama utaiona kesho tena. Haukuwa na uhakika kama unaweza kuvuka tena mwezi. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu amekupa kibali cha kuingia kwenye mwezi mpya. Nalo neno la shukrani mbele za Bwana ya kwamba Mungu ulitusaidia, Mungu umetusaidia na Mungu utatusaidia. Asante Mungu kwa kibali. Asante Mungu kwa neema yako hata kutupa kibali cha kuona mwezi mpya. Najua sio nguvu zetu wala akili zetu. Leo hii tumesimama na kuona mwezi mpya. Mungu nakuomba, angazia mwezi huu baraka. Angazia mwezi huu mema yako, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Isaya 43 mstari wa 19. Tazama, utatenda neno jipya, sasa litachipuka, nasi tutaliona. Nami nakuomba Mungu, tenda neno jipya kwenye mwezi mpya. Tenda jambo jipya kwa mtu huyu ambaye ameungana na maombi haya, ambaye ameungana na kipindi hiki cha maombi akiuombea mwezi mpya. Tenda neno jipya Bwana, fanya jambo jipya. Kuna maumivu tuliyapitia mwezi uliopita, kuna magumu tulitamani yasiendelee kwenye maisha yetu. Mungu nakuomba, tenda neno jipya Bwana, utufanyie njia mahali pasipokuwa na njia. Kuna mtu Bwana anaenda kupokea habari njema mwezi huu. Kuna mtu anaenda kupokea taarifa ambayo itabadilisha maisha yake mwezi huu. Nasimama kama mtumishi wako, kama kuhani wako, na tabiri juu ya mwezi huu ukawe ni mwezi wa kufungua milango ya baraka, ukawe ni mwezi wa kibali juu ya mtu huyu. Mahali popote unaponisikia na ambaye umejiunga kwenye maombi haya, na uombea mwezi wako ukawe ni mwezi wa kibali, ukawe ni mwezi wa kupokea taarifa njema, ukawe ni mwezi wa kupokea bonus, ukawe ni mwezi wa kuvuka mahali ambapo ulikuwa unashindwa kuvuka, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie, akuonyeshe mambo yaliyojificha. Kuna vitu ambavyo Mungu akitufundisha, kuna vitu ambavyo Mungu akituongoza, tutapata faida, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Zaburi ile sura 32 na mstari wa 8, ya kwamba utatufundisha Mungu na kutuonyesha njia itakayotufaa kwa ajili ya kuiendea. Nami nakuomba Mungu, tufundishe jinsi ya kupata matokeo mazuri, tufundishe jinsi ya kupata faida, tufundishe jinsi ya kuyatenda mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea mahali ulipo, Mungu akuongoze mwezi huu. Mungu aongoze hatua zako, Mungu aongoze miguu yako. Imetosha kupambana na kutokuona mafanikio, imetosha kupigana na kutokuona wepesi kwenye kazi yako, maisha yako, huduma yako, familia yako, elimu yako, ndoa yako, na chochote ambacho uko nacho. Na kutamkia kwa jina la Yesu, mwezi huu ukawe ni mwezi uliojaa baraka, mwezi huu ukawe ni mwezi wa matokeo mazuri kwako. Pokea wingu na baraka ya mwezi mpya, pokea wingu na baraka za mwezi mpya katika jina la Yesu. Na kutenga na kila taarifa mbaya mwezi huu, na kutenga na kila mashambulizi ya giza mwezi huu. Mungu akusaidie, Mungu akubarikie, Mungu akulinde, kama kwenye Hesabu ile sura ya 6 mstari wa 24 hadi ule wa 26. Bwana akubariki, Bwana akulinde, Bwana akuangazie nuru ya uso wake. Mungu akuangazie nuru, Mungu akuonyeshe vitu ambavyo vilijificha, zile hazina za gizani ukazione. Mungu akutanishe na watu wa hatima yako, Mungu akutanishe na watu muhimu kwenye maisha yako. Pokea neema ya kukutanishwa na watu waliobeba baraka zako, watu ambao watakupa fursa, watu ambao watakupeleka mahali penye baraka, katika jina la Yesu. Navua na kuharibu kila mipango ya adui, kila ambacho kimeandaliwa na adui kwenye tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4 mpaka tarehe ya mwisho wa mwezi. Na haribu na kuondoa vyote vilivyoandaliwa na adui, vilivyoandaliwa kwa ajili ya kujikwaa. Kila mahali ambapo shetani aliweka mtego, tunategua huo mtego, tegua mtego kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mtego ambao adui aliuandaa kwako, na utegua kwa jina la Yesu, na utegua kwa jina la Yesu. Kila mtego kwenye tarehe yote ile, kila nguvu za giza zilizoandaliwa kwenye tarehe yote ile, nazitegua kwa jina la Yesu, nazitegua kwa jina la Yesu, nazitegua kwa jina la Yesu. Kila mtego wa mwindaji hautafanyikiwa kwako, hautafanyikiwa kwako, kama ilivyoandikwa kwenye Zaburi ya 141 mstari wa 9. Bwana kulinde na mtego wa wale wawindaji, wale wanaouwinda nafsi yako. Bwana kulinde, Bwana kutetee, Bwana haribu kila mitego ya waovu iliyoinuka
utainuka kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila mtego wa waovu ambao umeandaliwa kwako na utegua kwa jina la Yesu, na utegua kwa jina la Yesu. Kila mtego wa waovu ulioandaliwa kwako na utegua katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kama vile ilivyoandikwa kwenye kitabu kile cha Mithali ile sura 29 mstari wa 25. Ahadi ya Mungu ni sisi kuwa salama. Nami nakutamkia, pokea baraka za mwezi, pokea amani ya mwezi, pokea watu sahihi kwenye mwezi huu, pokea mipenyo kwenye mwezi huu. Wale ambao mlikuwa mnaumwa, pokea uzima. Wale ambao mlikuwa mnateseka, imetosha. Wale ambao mmecheleweshwa, imetosha. Mwezi huu kaone mema, mwezi huu kaone baraka. Imetosha kufanya kazi ya kuchosha usiku kucha, imetosha kufanya kazi ya kutaabisha siku kucha. Leo hii kwa jina la Yesu utaenda kushusha nyavu, na kila utakalolifanya litafanyikiwa, kila utakalolifanya litaenda, kila ambalo utalitenda litafanyikiwa katika jina la Yesu. Pokea kibali cha mwezi mpya kwa neema ya Mungu na kwa jina la Yesu, amen. Mungu akubariki na akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubulerwa na kupongeza. Hongera kwa kuona baraka ya mwezi mpya. Mungu akutunze, Mungu akusaidie na akufanye ukaone baraka za mwezi huu, ukafanyikiwe katika kila jambo kwa jina la Yesu. Unaweza ukaendelea kupokea vipindi vya kiroho na vitoa kila siku kwa kuandika Maombi ni Dawa. Usiache kusubscribe ili uwe mmoja wa wanafamilia wa Maombi ni Dawa. Maombi yatakapotoka au vipindi vya kiroho utakuwa wa kwanza kuvipata. Mungu akubariki, uwe na wakati mzuri.